Kwa tulisema mtaji wa kwanza kwenye maisha ni uhai, kama unakumbuka, na nilikwambia sababu kadhaa kwa nini uhai ni muhimu. Nilifundisha sana siku hiyo. Lakini leo tunaendelea na mtaji wa pili ili nipate muda wa kuombea wageni na wenyeji baadhi. Mtaji wa pili wa maisha ni uwepo wa Mungu. Sema uwepo wa Mungu. Sisikii? Kwa mara nyingine? Kwa sauti kuliko jirani yako? Mtaji wa pili wa maisha ukiondoa uhai wenyewe. Mtaji wa pili wa maisha. Unaelewa maana ya mtaji? Maana mtaji ni kitu ambacho kinakupa uwezekano wa kupata faida au kupanuka na kuongezeka, si ndio? Unaposema nina mtaji wa biashara, maana yake nina kitu ambacho endapo akitapotea ninaweza nikapiga hatua fulani za kimaisha au nikawa na maisha bora kuliko nilipo, si ndio? Sasa haya mambo tunaita mtaji kwa sababu tuliona kwamba kwa mfano kwenye eneo la uhai tuligundua kwamba ukiwa hai ndio miujiza mingine inaweza ikakupata. Hata kama unaumwa lakini uko hai, warau unaweza ukapelekwa mahali pa maombezi, ukapona, au ukapelekwa hospitalini daktari bingwa akakusaidia. Ni ngumu kuisaidia maiti, lakini aliye hai tumaini lipo. Si ndio? Tukaona kwamba aliye hai hata kama ni maskini, uwezekano wa kutajirika unawezekana ukawepo, kwa sababu hata tajiri wa sasa aliwahi kuwa aliye nacho, aliwahi kuna wakati naye hakuwa nacho. Inaeleweka sasa? Kwa hiyo uhai ni wa muhimu kwa sababu miujiza yote inawakuta watu walio, na tukaona ya kwamba Mungu ni Mungu wa walio, si Mungu wa walio. Kwa hiyo maana yake mtu akishakuwa hai, hata awe mpagani, hata awe anasema simtaki Mungu, Mungu anajishughulisha naye kwa sababu ya uwekezaji wa pumzi yake ndani yake. Umenielewa? Aliye hai lolote linaweza likamtokea. Haya, tukatoka hapo sasa namba 2, mtaji